yoyote, iwe anamiliki askofu, iwe anamiliki papa, iwe anamiliki nabii, iwe anamiliki mchungaji, iwe anamiliki mtu yoyote, iwe anamiliki mtume na nabii, kama ndani mwake kuna sanamu, naanza kuvunja kwanza sanamu, ili tubaki kumwabudu Mungu aliye hai, ambaye ndani mwetu anatoa uzima wa milele. Na ndio maana Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyetumwa kwa ajili yako. Sema amen. Hebu nipungie mkono wale na mwambie jirani yako, raha sana. Sasa tunawaambia ole wenu. Ole wenu. Paulo anawaita ni nani aliyewaloga? Sisi tunawaita ole wenu wachawi wa kiroho. Ukimkuta leo mtu anaimba nyimbo kwenye bongo star, ni mchawi wa kiroho. Ukimkuta mtu leo anaimba nyimbo za Mungu, anamtukuza Mungu, alafu kuna sanamu, ni mchawi wa kiroho. Wanitafuta mimi tuwaelekeza. Mungu akubariki sana. Na ndio maana leo mtu anafungua kanisa, atafute sadaka, anatembelea gari, mshirika anatembelea ndala mpaka imetoboka. Kwa fundi imeshauliza mara nyingi, mpaka fundi ameshaikalili, anasema umeileta ndala yetu kwa sababu imetoboka, imeshawekewa vilaka na vilaka na vilaka na vilaka. Lakini mchungaji anatembelea gari, anatembelea pikipiki, anatembelea halia. Mimi natembelea pikipiki ni kwa jasho langu. Sijamlemea mtu yoyote. Mungu akubariki sana. Muulize jirani yako, mchungaji alikuja kuomba mchango wa kununua pikipiki? Muuliza. Hamna. Aya, twende tena. Mchungaji alishakufuata na kuomba hela ya mafuta? Wapendwa, mchungaji alitaka kuomba na hela ya mafuta? Leo hii wachungaji wa leo, haleluya, nimetoka mbali nikiwa naendesha, Bwana muwezeshe. Umwezeshe nini? Eti hela ya mafuta. Kama una hela ya mafuta ungetembea kwa miguu. Kama usingeweza ungekaa huko uliko. Na ndio maana sasa tutafika chini kwa sababu hatuna chochote. Tukizipata na Mungu ashukuriwe, tutafika popote. Mungu